Unatazama Coast Digital Media kwa habari za burudani na spoti. Bana, vipi inakuaje ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Coast Digital Media, kituo nambari 1 kinachokufahamisha yote yanayojiri katika safu tofauti kwenye safu ya burudani, siasa, michezoni na mengi zaidi. Bana, ndani ya Coast Digital Media burudani siku ya leo ningependa tubaki hapa nchini Kenya, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mshikaji fulani ambaye ni msanii kutoka nchini Tanzania ambaye siku ya jana aliwahi kukua hapa nchini Kenya, ambapo kulikuwa na tuzo fulani la AEAE ambazo ziliweza kufanyika jijini Nairobi siku ya jana. Na msanii ambaye tulikuwa tunazungumzia siku ya leo sio mwingine bali ni Mbwana Yusuf Kirongi, ambaye kwa jina lake maarufu anajulikana kama Mbosso Kani. Ukumbuka kwamba Mbosso Kani anajulikana kwa ngoma zake kali ya Nadekezwa na Hodari, ambao aliwahi kujishindia tuzo la kukua msanii aliyefanya video kubwa zaidi, ambao tuzo hizo zilikuwa zikifanywa na Hip People ambao iliweza kutokea mwaka wa 2019. Kumbuka kwamba Mbosso Kani aliweza kujiunga na WCB mwaka 2018 baada ya bendi pale kuweza kuvunjika. Na baadhi ya taarifa ambazo tumeweza kukuandalia hapa ndani ya Coast Digital Media kuhusiana na siku ya jana ambayo kuliweza kufanyika lile tamasha ambalo kuna tuzo fulani ambazo ziliweza kutokea pale, hivi kwamba tutakuwa tunazungumza ni kwamba Mbosso Kani kuna kasumba fulani ambao aliwahi kuipatiwa, ambapo baadhi ya mashabiki ama wasanii fulani ama kuna baadhi ya marafiki zake ambao wamekuwa wakisema kwamba hajawahi kushinda tuzo, ama yeye kuna kasumba ambayo inamfanya kwamba hajawahi kushinda tuzo. Kumbuka kwamba kama ilivyokujuza siku ya jana kulikuwa na ile hafla nzima ya kuweza kuwatuza baadhi ya wasanii ambao wanafanya vizuri. Kumbuka kwamba pia Mbosso Kani ni msanii ambaye aliweza kujitoa WCB hivi majuzi, akiwa kwa sasa ni msanii ambaye anajisimamia kivyake akiwa hayupo kwenye lebo yoyote pale. Katika hafla hiyo ya tuzo za EAEA ambayo iliweza kufanyika siku jana, Mbosso Kani aliweza kujishindia tuzo 3, ambapo ni baada ya hapo akizungumza na waandishi wa habari, Mbosso aliweza kudai kwamba kwa sasa anaweza kufurahi baada ya kasumba ya muda mrefu ya kutoshinda kura kukamilika rasmi. Aliweza kusema kwamba kwa muda mrefu amekuwa akitia fora katika utunzi wake wa muziki, lakini hajawahi kupata bahati ya kuweza kujishindia tuzo ya aina yoyote, jambo ambalo aliweza kutaja kwamba limekuwa likimsumbua kwa muda mrefu. Alimaliza kwa kuweza kuwapatia hongera mashabiki ambao wanamsupport, hususan mashabiki wa hapa nchini Kenya, wa Tanzania na pia East Africa nzima kwa kuweza kumpatia supporti. Hivyo basi ni baada ya kuweza kujitoa, hiyo ni baada ya kuweza kutoka pale WCB, na akiwa kwa sasa ni msanii ambaye anajisimamia solo. Ukumbuka kwamba basi Mbosso aliweza kusisitiza kwamba tuzo hizo 3 ni mahususi kwa minajili ya mashabiki wake ambao tangu kipindi anaitwa Maromboso waliweza kusimama naye, na kipindi chote wametembea naye katika safari ya muziki hadi kwa sasa alipoweza kufikia kiwango cha kuwa msanii huru. Mbona kwamba Mbosso amekuwa ni msanii wa 4 kuondoka katika lebo ya WCB Wasafi, ambayo pia inamilikiwa na Diamond Platinum. Baadhi ya wasanii ambao pia waliweza kujitoa kwenye lebo hiyo ni Harmonize, Rich Mavoko na Rayvanny, ambao wale wengine waliwahi ambao kwa sasa wengine wapo katika lebo zao binafsi. Kwa sasa kama nilivyokujuza kwamba Mbosso yupo msanii huru ambaye hayupo kwenye management yoyote, na kwa sasa huenda ikawa ndio mwanzo wake wa mafanikio katika tasnia ya muziki pale. Hii ni baada kama nilivyokujuza kwamba aliweza kujishindia tuzo 3 kwa mkupuo mmoja, hiyo ikiwa ni dalili kwamba huenda kwa sasa akawa atafanya vizuri kwenye industry ya muziki. Hiyo ndio story ambayo nimeweza kuendelea hapa ndani ya Coast Digital Media, kituo nambari 1 kama ilivyokujuza. Kuna mengi zaidi ambayo tulikuwa tunakujuza, cha msingi tu hakikisha kwamba una subscribe, una comment, una share, ili kwamba utakapokuwa pale tuko na umbea mwingine zaidi utakuwa mtu wa kwanza kuweza kupakua. Mimi nakwambia hivi, endelea kuitazama uweze kupata utamu. Mimi naitwa Marandu.